kuanzia Sam Nujoma Road mpaka Ilemela Road, Kahama Road mpaka Karatu Road. Hii ni official countdown ya Amplifier. Jioni zetu ndio hizi. Sauti hii ni ya Millard Ayo on your radio. Clouds FM ndio hapa 107.3 Babati, 104.1 hiyo ni Bukoba BKB. Tunakaa kawa tu. Asante kwa kuikumbatia Clouds mida hii. Tuko mpaka 12 jioni. Right now ni time ya page number 2. Okay. Kuna hii story inatokea Mwanza ambapo headline au kichwa cha habari kinasema mwalimu wa sekondari Mwanza atapeliwa na mganga milioni 12. Mganga huyo anadaiwa alimlaghai kwa kumwambia aweke pesa hizo kwenye begi maalum la mganga, na kwamba akiziweka hizo pesa zitajizalisha kimiujiza. Kwa hiyo kama aliweka milioni 12 inamaanisha atapata pesa nyingi zaidi. Hii hesabu ya Amplifier ambayo inatoka kwa kamanda wa polisi jijini Mwanza ambaye ameeleza taarifa zote kuhusiana na kisa hicho. Siku ya tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka huu 2025 ilikuwa ni majira ya saa 7 za mchana huko katika mtaa wa Shamaliwa, kata ya Igoma, wilaya ya Nyamagana kwa Mwanza. Jeshi la polisi lilimkamata mtu aitwaye Edward Emmanuel Kumalija, ana miaka 38, mganga wa tiba asilia ambaye pia anamiliki nyumba ya kulala wageni maeneo ya hapo ya Mongoro, wilaya Ilemela, mkoa wa Mwanza. Bwana huyu alikamatwa kwa tuhuma za kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu kiasi cha shilingi milioni 12,470,000 kutoka kwa Edward Mahelo Bihemo mwenye umri wa miaka 43 ambaye ni mwalimu wa shule ya sekondari iitwayo Nyakabungo ambayo iko mtaa wa Nyamanoro, kata ya Nyamanoro, wilaya Ilemela katika jiji la Mwanza. Mtuhumiwa huyo alitenda kosa hilo kwa kumlaghai Edward Bihemo kupitia kazi yake ya uganga wa tiba asilia kuwa anao uwezo wa kuzalisha fedha kwa njia ya miujiza, na mlalamikaji huyo ndio akawa ametoa kiasi hicho akiwa na imani hiyo kwamba hizo fedha anazopeleka pale basi zitaongezeka kwa njia ya kimiujiza. Chanzo cha tukio hilo ni tamaa ya watu kupata utajiri kwa haraka. Mtuhumiwa Edward Emmanuel Kumalija alikuwa akichukua fedha hizo na kuziweka katika begi na kumwamuru huyo mlalamikaji ambaye ni mwalimu au anazitolea sadaka mara kwa mara ili ziweze kuongezeka. Aliendelea kutoa sadaka hizo kwa muda mrefu hadi kufikia hatua ya kukosa fedha za kujikimu. Alipofikia hatua sasa ya kuhangaika, hali ya maisha imekuwa ngumu, aliamua kwenda kwa mtuhumiwa huyo kwa lengo la kuchukua fedha zake alizoziweka kwa kipindi chote hicho. Ndipo aligundua kuwa alikuwa ametapeliwa fedha zake hizo shilingi milioni 12,470,000. Baada ya kupokelewa kwa taarifa hizo, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza lilifanya msako na kufanikiwa kumkamata huyo mtuhumiwa ambaye nimekwisha mtaja, akiwa na mtu mwingine aitwaye Boniface Charles Anthony, miaka 33, mkulima na mkazi wa mtaa Nyerere, kata ya Igoma, wilaya ya Sengerema katika mkoa wa Mwanza, ambaye pia ni mshiriki mkubwa katika tukio hilo na katika mambo yake ya kiuganga kwa njia ya utapeli anayofanya. Uchunguzi wa tukio hilo unaendelea na watuhumiwa watachukuliwa hatua za kisheria. Okay. Sikia mzigo. Bwana, yani mimi kilichonisikitisha kwenye hii story Millard ni kuwa aliyefanyiwa hayo kuwa ni mwalimu. Manake, kwa sababu mwalimu manake naamini ameenda shule kidogo. Inawezekana isiwe katika level ya juu sana, lakini hata kama ni mwalimu wa primary, lakini kuna level ya elimu ambayo anayo ya wastani ambao ni wa kumpa uelewa wa baadhi ya mambo kuhusu fedha. Najaribu kujiuliza, ameweka milioni 12 alafu akaambiwa azitolee sadaka ili ziwe zinaongezeka. Kwa hiyo maana yake akawa anaendelea kupeleka tena fedha kidogo kidogo hadi akakosa hela ya chakula. Mpaka akakosa hela ya chakula. Maana yake mwalimu huyu alimgeuza mganga kama benki. Yani huduma ambazo unaweza kuzipata benki, mwalimu ameamini kwamba huduma hizo anaweza akapewa na mganga.
inafikirisha sana kwa akili ya kawaida, kwa sababu milioni 12, kwa nini asende tu akafungua fixed account benki akatia hela yake? Si vitu vingi vilikuwa vinaenda kwa level yake kama mwalimu. Je, uelewa wa hivyo vitu hana? Au kununua, kuna hizi bonds sasa hivi bonds. Kwa hiyo inafikirisha, na labda pengine kulikuwa kuna kitu behind alifanyiwa ambacho kilibadilisha mtazamo wake na kumfanya ajikute ameloea kwa mganga tu. Anaamini tu kwamba kila kitu mganga kwake ndio kitakuwa kinakwenda vizuri. Mtihani milioni 12 hela nyingi sana. Milioni 12 ni hela nyingi. Ni mtaji wa biashara kubwa ambao mwalimu angeweza kwa sababu kwa mfano kama labda hawezi kuweka fixed, hawezi kununua hizo bond, labda angeamua tu kufanya mradi wa aina fulani kwa sehemu aliyopo, mradi wenye thamani ya milioni 12. Naamini leo hii angekuwa anazungumza akiwa na maisha ya aina nyingine kabisa. Bana ni noma. Hatari sana. Hatari. Hiyo ni page number 2 kwenye Amplifier. Page number 3 inafuata baadaye kidogo. Asante kwa kuikumbatia Clouds. Haujakosea na haujapotea.